Iran imeshutumiwa na Falme za Kiarabu kwa kufanya mashambulizi dhidi ya meli mbili zinazohusishwa na kampuni ya taifa ya mafuta ya Abu Dhabi wakati zikivuka mlango bahari Hormuz usiku wa Alhamisi, Agosti 13 mwaka 2026. UAE imesema shambulio hilo lilikuwa kitendo cha uhasama dhidi ya usafiri wa kibiashara na limeongeza kwa kiasi kikubwa wasiwasi kuhusu usalama wa njia hiyo muhimu ya kimataifa. Hakuna majeruhi walioripotiwa katika tukio hilo. Kwa mujibu wa mamlaka za UAE, meli hizo mbili zilikuwa katika safari ya kawaida kupitia mlango bahari Hormuz wakati zilipolengwa. Wizara ya mambo ya nje ya UAE ililaani vikali tukio hilo na kulieleza kama shambulio la uhasama la Iran, ikishutumu pia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kwa kile ilichokiita vitendo vya haramia dhidi ya meli za kibiashara. Abu Dhabi imesema matumizi ya mlango bahari wa Hormuz kama njia ya kuweka shinikizo la kiuchumi au kulazimisha nchi nyingine ni tishio kwa usalama wa eneo zima. Hata hivyo, kampuni hiyo na serikali ya UAE hazitoa kwa sasa majina ya meli hizo, aina silaha iliyotumika katika shambulio hilo, wala taarifa kamili kuhusu kiwango cha uharibifu uliotokea. Tukio hili lina umuhimu mkubwa kwa sababu linatokea siku chache tu baada ya UAE pia kuishtumu Iran kwa kulenga meli nyingine inayohusishwa na kampuni hiyo. Na Agosti 8 mwaka 2026, UAE ilisema meli moja ya kampuni hiyo ililengwa kwa kombora wakati ikivuka mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo mashambulizi mapya ya Agosti 13 yanaashiria kuongezeka kwa hatari kwa meli ambazo zinahusishwa na sekta ya mafuta ya UAE, wakati ambapo njia hiyo tayari imekuwa na mvutano mkubwa wa kijeshi. Kampuni hiyo ilisema kabla tukio la hivi karibuni kwamba jumla ya meli zake 15 zilikuwa tayari zimeshambuliwa kwa makombora au ndege zisizo na rubani wakati zikivuka mlango Hormuz tangu kuanza kwa vita. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yamesababisha kifo cha mfanyakazi mmoja na kujeruhi wengine 20. UAE sasa inataka Iran isimamishe mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara na kufunguliwa kikamilifu kwa mlango bahari Hormuz bila masharti. Serikali hii imeonya kwamba kuendelea kulenga meli za kibiashara kunaweza kuhatarisha si nchi za Ghuba pekee bali pia usalama wa nishati duniani. Mashambulizi haya yametokea wakati Marekani ikisema inaweza kuendelea na kizuizi chake majini dhidi ya Iran kwa muda usiojulikana, huku juhudi za kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano zikikwama. Washington imeendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran, wakati Iran nayo ikisisitiza madai yake kuhusu masharti ya kufunguliwa tena kwa mlango wa Hormuz. Hali hiyo imeifanya njia hiyo kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi katika mzozo wa sasa, ambapo tukio moja dhidi ya meli ya mafuta linaweza kusababisha madhara makubwa zaidi katika eneo la Ghuba. Kwa sasa tukio la Agosti 13 limeongeza zaidi mgogoro kati ya Iran na UAE na limeweka sekta ya mafuta ya Abu Dhabi katika mazingira magumu zaidi ya kiusalama, ingawa hakuna mtu aliyejeruhiwa katika mashambulizi mawili. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.